Yaani safari ya mashindano ya East Africa Cup, mashindano ni mazuri lakini actually changamoto inakuwa nyingi kwa sababu ya waamuzi. Yaani unakuta umejiandaa vizuri lakini mashindano yanakuja kuwa magumu kutokana na uchezeshaji wa waamuzi. Yaani waamuzi hawako fair kwa sababu hata tukijaribu kuangalia gemu ya kwanza. Gemu ya kwanza ilikuwa ni gemu ambayo tayari ilishaonyesha kwamba uwezo wa timu yangu ni lazima ishinde, lakini kutokana na changamoto za waamuzi, makosa madogo madogo, ile game pia niliweza kupoteza kwa range ya moja. Na pia ukijaribu kuangalia gemu ya jana pia tulicheza vizuri, lakini changamoto ni ile ile. Waamuzi wa huku wana uzalendo kwenye timu zao kwanza. Kwa hiyo timu za Tanzania unakuta timu inaonewa kwa mambo mengi. Yaani kwa ajili ya mashindano atakao kuja baadaye, yaani timu yangu ilikuwa imejiandaa vizuri, lakini kutokana na changamoto kwamba timu wachezaji wengi walikuwa sehemu mbalimbali, kwa hiyo kupata kufanya mazoezi kwa pamoja kwa ajili ya kujenga chemistry ya timu, tulikutana na timu ikaja kwenye mashindano. Kwa hiyo kwa mashindano mengine tutafanya mazoezi at least kwa mwezi mmoja au wiki mbili mpaka wiki tatu kwa ajili ya timu kupata chemistry, kwa sababu tulikuwa tunaona kwamba uchezaji wa fulani hawezi kucheza na fulani kwa sababu kila mtu ametoka sehemu tofauti na hawakuweza kufanya mazoezi kwa pamoja. Kiufundi utofauti ulioko ni utofauti mkubwa sana. Kwanza kitu ambacho tulikosea, wachezaji wetu tulishawazoesha kwamba yani akiguswa kidogo tu hizi brush contact sisi tunazipiga. Tumekuja kuona mashindano yamekuwa magumu kwa sababu huku wenzetu hawazipigi. Yaani ukiguswa unategemea kwamba yani wewe kama coach unategemea kwamba itakuwa contact, lakini mwenzako hafanyi contact kwa sababu anajua ni msuguano ambao hauna madhara. Kwa hiyo wachezaji wale wanakuwa washajua kwamba nikifanya hivi inakuwa sio contact. Kwa hiyo mtu unakuta ameenda amechukua mpira kiurahisi mbele ya mchezaji wako. Mchezaji wako alikuwa amekaa anasubiria mpira, yeye akipita hata akimgusa kidogo akichukua mpira wala hawezi kupigiwa contact kwa sababu ni mguso mdogo ambao haukuwa na madhara. Kwanza mimi napenda kupongeza chama cha Netball Tanzania kwa sababu wamekuwa bega kwa bega na sisi mpaka kufika kwenye mashindano. Hata huku pia tumekuta viongozi wetu wa Chaneta akiwemo mwenyekiti msaidizi. Pia wametusupport kwa kila hali. Kwa sababu ukijaribu kuangalia kuna timu ambazo zilikuwa zimepata mapumziko siku 2 mpaka 3. Lakini sisi IAA hatukuwahi kupumzika. Toka tumefika Jumamosi tunacheza. Mimi nipongeze uongozi wa Chaneta kwa kutusupport sisi kufika hapa na kuwa bega kwa bega na sisi. Mimi niwapongeze pia sana kwa sababu wametuonyesha ushirikiano. Kwa sababu wasingetuonyesha ushirikiano hata walikuwa wana uwezo wa kutokupambana jana sisi kupambana kwamba tusicheze ile mechi. Mashindano haya ya East Africa ni mashindano makubwa na timu zetu za Tanzania pia zinakuja kushiriki. Mimi nilikuwa na washauri katika upangaji wa ratiba hizi timu zote za East Africa ambazo timu zao zinakuja kushiriki, viongozi wa zile nchi wawepo katika upangaji wa ratiba kuondoa sintofahamu kwamba mimi naonewa na nini. Naamini kwamba viongozi wakiwepo, viongozi wa Tanzania, Uganda, Kenya, wakipanga ile ratiba hii sintofahamu haitakuwepo. Kingine pia mimi nipongeze uongozi wa chuo cha IAA akiwepo mkuu wa chuo, tunampongeza sana. Pia tunamshukuru kwa kutusupport sisi kufika hapa. Pia tunamuomba kwa mashindano mengine ambao timu yetu ya IAA Queens itashiriki aweze pia kutusupport pia na tuweze kufanya kambi hata ya mwezi mmoja mpaka wiki 3 sio mbaya kwa ajili ya kutengeneza chemistry ya timu kwa ajili ya kwenda kupambana kwenye mashindano.